Kufuatia taarifa ambayo ilikuwepo ya kwamba Wizara ya Michezo kupitia waziri wake amevialika vilabu vya Simba na Yanga, shirikisho la soka TFF na bodi ya ligi kukaa pamoja kuweza kujadiliana kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kuahirishwa kwa mechi namba 184 ambayo ilikuwa ni dabi ya Kariakoo, kwa kile ambacho kinadaiwa ni kuvunjwa kwa kanuni. Sasa Wizara ya Michezo, shirikisho la soka TFF, bodi ya ligi pamoja na vilabu vya Simba na Yanga leo asubuhi, ikiwa ni Machi 27, 2025, vilipanga kukutana kujadili kilichotokea ili kupata mwafaka wa mchezo wa dabi ulioahirishwa Machi 8. Na itakumbukwa kwamba klabu ya Simba ilipofika uwanja wa Benjamin Mkapa ilizuiliwa kuingia kufanya mazoezi yao ya mwisho, na baada ya kuzuiliwa wakatoa taarifa wakidai kwamba hawatoshiriki katika mchezo huo. Na baada ya hapo Yanga wakasema kwamba wao watapeleka timu uwanjani, na kweli wakapeleka timu uwanjani na wakafata yale ambayo wao waliyafuata, licha kwamba bodi ya ligi ilitoa taarifa kwamba mchezo huo umeahirishwa, lakini Yanga wakaamua kupeleka timu. Na baada ya kupeleka timu wakaja na msimamo wao, huku wakidai pia kupewa pointi 3 na wakieleza mamlaka kuwa wao hawatoshiriki tena katika dabi hiyo ambayo iliahirishwa, kwa sababu kuahirishwa kwa dabi hiyo hakukufuata kanuni na mchezo ulitakiwa kuchezwa. Sasa leo bana, majira ya saa 4 kikao kilitarajiwa kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ofisi za wizara na BMT, ambapo sasa Wizara ya Michezo kupitia waziri wake basi wangekuwepo hapo wakijadiliana. Na kupitia Clouds Media katika uchambuzi wao wa michezo ni kwamba mpaka kufikia majira ya saa 4 tayari viongozi wa Yanga walikuwa wamekwisha kufika pale, lakini pia rais wa TFF alikuwa amekwisha kufika pale kwa ajili ya majadiliano, licha kwamba kufikia muda huo viongozi wa Simba walikuwa hawajaonekana, lakini ni matumaini yetu kwamba viongozi wa Simba nao wataonekana kwa ajili ya kujadili kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mpaka sasa. Kwa hiyo kitu ambacho tunajaribu kukiangalia hapa ni je, vipi wataendelea kuangalia kanuni zinasemaje kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi hiyo, ama pengine serikali ikisha kuingilia kati swala la busara litakuja. Na ikumbuke kwamba haya yanajiri siku chache baada ya viongozi wa Simba na Yanga wote kujitokeza hadharani na kutoa dukuduku lao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, lakini pia wazee wa Yanga nao wamejitokeza nchini kote wakidai kwamba wao msimamo wao ni ule ambao viongozi wao waliutoa. Na pia jana tumeshuhudia wazee wa Simba nao wakitoka hadharani na kutoa msimamo wao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo si jambo dogo ambalo tunaweza tukalizungumzia kwa namna ya juju, ni jambo la ndani kabisa, jambo la msingi, jambo ambalo linahitaji hekima na busara za viongozi hawa wa vilabu, viongozi wa Wizara ya Michezo, lakini pia viongozi wa bodi na viongozi wa TFF, shirikisho la soka nchini, ili waweze kuangalia namna ambavyo wanaweza kulitatua swala hili ambalo limechukua taswira mpya tangu kuahirishwa kwa dabi hiyo ya Kariakoo. Mimi ni Mtusafi AK Mtpoa, nipo hapa kuhakikisha kwamba ninakupa taarifa za kina kuhusiana na nini ambacho kinaendelea kuhusiana na kikao hiki na yapi ni maamuzi. Kwa pale ambapo maamuzi yatakuwa yametolewa, maamuzi ambayo yatatokana na hiki kikao cha Wizara ya Michezo, shirikisho la soka TFF, bodi ya ligi pamoja na vilabu vya Simba na Yanga, basi nitakujuza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Usisahau tu kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ya Simulizi Film TV, lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kule TikTok tunatumia Mtusafi, unaweza kwenda ukatufollow. Facebook na Instagram tunatumia Mtupoa, nenda ukatufollow, na hapo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu za kimichezo. Lakini kumbuka, hii ni Funny Facts, tunazungumzia yale mambo ambayo yanagonga headlines na kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Asante kwa sasa, tukutane wakati mwingine. Bye bye.